Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Yes bwana, wanakuambia muda ni mchache alafu mambo ni mengi, ambapo tunashuhudia moja kati ya story kubwa katika michezo ambayo imekuwa gumzo kubwa nchini Tanzania ni kuhusiana na mechi namba 184, ambapo mechi inakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club wakiwa wenyeji dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Simba, ambapo mchezo huu tunaona ulipangwa kuchezwa tarehe 8 ya mwezi wa 3 mwaka 2025, lakini mchezo huu haukuweza kuchezwa kutokana na klabu ya soka ya Simba kuweza kugoma, kwa sababu tarehe 7 kuruhusiwa kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa Simba, kutokana na chapisho lao ambalo waliweza kulitoa katika mitandao ya kijamii, kwamba waliweza kugomea kucheza mechi, kisha bodi ya ligi kuu Tanzania bara wakaweza kuahirisha mchezo huu, na tunashuhudia Yanga Sports Club wao waliweza kupeleka timu uwanjani kwa ajili ya kwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club. Sasa mambo yamekuwa ni mengi mara baada ya bodi ya ligi kuu Tanzania bara kuweza kutangaza tarehe mpya ya mchezo wa Yanga dhidi ya Simba Sports Club. Kwa mujibu wa taarifa ambayo bodi ya ligi kuu Tanzania bara waliweza kuitoa ni kwamba tarehe 15 mwezi huu wa 6, yani mwezi Juni mwaka 2025, mchezo namba 184 kati ya Yanga Sports Club dhidi ya Simba Sports Club utakwenda kuchezwa. Mara baada ya taarifa hii kutolewa, msimamo wa Yanga Sports Club umekuwa ni ule kuto kushiriki mchezo huu dhidi ya Simba Sports Club, wakidai kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania bara hawakuwatendea haki, kwa sababu wao kikanuni na kikatiba waliweza kutimiza matakwa yote, na ndio maana walipeleka timu tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025. Kwa mujibu wa kikao ambacho Yanga Sports Club wameweza kukaa hapo siku ya jana na bodi ya ligi kuu Tanzania bara, msimamo wa Yanga ni kwamba wanataka kuvunjwa kwa kamati ya uendeshaji wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara ya masaa 72, pia kujiuzulu kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara Almas Kasongo, vile kujiuzulu kwa katibu mkuu wa TFF na bodi ya ligi iwe huru. Hayo ndio matakwa manne ambayo Yanga Sports Club wanayataka ili waweze kucheza mechi dhidi ya Simba Sports Club, na msimamo wa Yanga ni ule kwamba hawatoshiriki mchezo dhidi ya Simba mpaka haya matakwa manne yatakapotimizwa, ndio wao watakwenda kucheza dhidi ya Simba Sports Club. Sasa mara baada ya taarifa kutokea, watu wengi walikuwa wanataka kufahamu kwa upande wa Simba wao wanasema lipi. Sasa kutokana na taarifa ambayo Simba wameweza kuitoa siku ya leo katika mitandao ya kijamii, taarifa hii inasemaje? Ngoja tukakusomea kile ambacho Simba wameweza kukisema. Wanasema hivi: taarifa kwa umma. Klabu ya Simba Sports Club inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo namba 184 dhidi ya Yanga Sports Club uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 upo kama ulivyopangwa. Tunawasihi msiadaike na kelele za mitaani. Wale ambao walinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hawajanunua tiketi wajiandae kununua tiketi baada ya tangazo la bodi ya ligi kuu Tanzania bara. Kwendeni tukaujaze uwanja wa Benjamin Mkapa. Kisha paragrafu nyingine inasemaje? Inasema hivi: inafahamika wazi kuwa ligi kuu ya NBC inajumuisha timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 tu ushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate taratibu husika. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 mwaka 2025 na wachukuliwa hatua stahiki na mamlaka husika. Kutotolewa kwa ripoti na kuchukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira nchini Tanzania. Kwa sasa imetolewa na uongozi wa klabu ya soka Simba Juni 10 mwaka 2025. Kwa hiyo tunaona huo ndio msimamo wa Simba Sports Club kutokana na barua ambayo wameitoa, ni kwamba wao mchezo wanautambua, lakini Simba wameweza kusisitiza katika barua hii wale wote ambao walifanya uuni ile tarehe
Saba, kuifanya Simba kutofanya mazoezi, basi bodi watoe ripoti na kuweza kuwahukumu wale wote ambao waliweza kuhusika kuifanya Simba kuto kushiriki mazoezi. Kwa hiyo tunaona Simba msimamo wao mechi ipo pale pale, huko Yanga Sports Club msimamo wao hawatashiriki mechi dhidi ya Simba hiyo tarehe 15 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2025.